Kama ambavyo nilizungumza, ni kweli bwana, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba wamepita mule. Hatimaye bwana wamemshusha mwamba kabisa, kocha wa maana Steven Becker. Mwamba huyu ambaye hakika wengi wanamkumbuka sana akiwa na Stellenbosch tangu 2017, lakini amewapa heshima kubwa sana Stellenbosch pale bondeni kwa Madiba South Africa, kwa sababu msimu jana aliwafikisha katika hatua ya nusu finali. Kama unakumbuka, dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mechi ilikuwa ngumu sana pale katika uwanja wa New Amani Zanzibar, bao la Jean Charles Ahoua, ambapo anaenda pia katika uwanja wa Moses Mabhida pale bondeni kwa Madiba pale Durban South Africa. Ile ngoma ikaisha suluhu ya bila. Steven Becker, moja ya makocha wenye rekodi kubwa sana. Kwa nini Simba wamekimbia na wakaenda kumchukua Steven Becker? Ni kwa sababu wametazama falsafa yake. Ni kocha namna gani? Kocha ambaye anapenda kuweka mpira chini alafu pasi nyingi sana, lakini pia anapenda kutumia mawinga na akicheza ile high pressing, tight marking, hakuna kuachia mali, mpira wa kasi sana, na mara zote amekuwa na faida hiyo kwa sababu wachezaji anaopenda kuwatumia ni vijana. Na ukiangalia Simba amemchukua kwa sababu wana vijana wengi sana. Ukiangalia mchezaji ambaye ana umri mkubwa Simba ana umri wa miaka 26, 27. Hapo ndio mchezaji mwenye umri mkubwa, lakini wengine wote ni vijana wadogo. Kwa hiyo Steven Becker anaenda pale kuhakikisha anaenda kuwakuza vijana na vile vipaji vyao kwenda kuviibua zaidi na kwenda kufanya vizuri. Ukitazama kuna baadhi ya nyota kama Kedalanda Chesamba mpotea, lakini pale juu ukiangalia kuna mchezaji kama Morris Abraham kwenye bora mkubwa, kuna Jean Charles Ahoua, hao wote wana uwezo mkubwa sana. Lakini faida nyingine ni kwamba Simba wana wachezaji kama Rushin Dirok, Neo Maema, hao wote wanatokea South Africa bondeni kwa Madiba. Kwa hiyo kwangu naamini walichokifanya ni kuhakikisha wanaleta ile heshima ya lunyasi, kwa maana kwamba tunapiga ule mpira ambao ni mkubwa, ambao wa pasi nyingi, pasi za chini, lakini rekodi alizonazo pia akawa mazuri sana, kwa sababu kitu alichokifanya ni kwamba kuifanya Stellenbosch kuwa strong, moja ya timu ambayo inakuwa tishio sana, timu ambayo imesumbua sana pale Afrika Kusini katika misimu yote ambayo amekuwa pale, na hata msimu ukiangalia wao katika kombe la shirikisho tumewashuhudia wamecheza dhidi ya Singida Black Stars pale katika uwanja wa New Amani pale Zanzibar, walitoka sare ya 1-1, lakini angalia aina ya wachezaji alionao msimu huu. Kilichomfelisha pengine mpaka sasa ni namna ambavyo wameuza wachezaji wengi sana, wameuza wachezaji wengi maeneo mbalimbali. Kwa hiyo anafika Simba ambayo ina wachezaji bora, ina wachezaji vijana, ina wachezaji ambao wanahitaji, kina Elie Mpanzu, kina Jonathan Soa, kina Steven Desemukwala, kina Joshua Mutale, kina Morris Abraham, unaona bana, kina Neo Maema. Hao wote wana uwezo mkubwa sana wa kuchezea mpira. So my point ni nini? Simba amepata bonge moja la kocha, anaenda kwenye falsafa yao, na naamini ya kwamba anaenda kuwafikisha sehemu ambako wanapahitaji kutokana na ubora wa wachezaji walionao, lakini pia yeye pia umri wake unambeba kwa sababu ni kocha ambaye tayari ameshapigwa mishale mingi. Ni kocha ambaye ana umri mkubwa ambao unaweza ukaendana na kasi ya Simba alionayo kwa sasa. Kwa hiyo anakuja na bichi lake la ufundi, na Simba anachopaswa kufanya sasa hivi ni kuhakikisha kwanza wanampa muda, lakini pia wanampa support ya kutosha, wanampa nguvu, wanamuongezea nishati, kwa maana wasimuingilie majukumu. Na taarifa nilizonazo Matola hata kuwa sehemu yake, kwa maana yeye anakuja na benchi lake lote na anaachiwa uhuru wa kuweza kuonyesha kile alichokuwa nacho. So kwangu nawapongeza sana Simba kwa hiki ambacho wamekifanya. Mpira wa South Africa kama ambavyo Fadu Davids alifanya, naamini hata Steven Becker anaenda kukopi, anaenda kufanya hicho ambacho anaenda kukifanya, kwa sababu ni moja ya watu wa muhimu kweli, na amefanya makubwa sana akiwa pale Stellenbosch. Hicho ndicho ambacho mimi naamini, na hicho ndicho ambacho naamini Simba kinaweza kwenda kuwa cha mafanikio kweli. Kwa hiyo kumpata kocha kama huyu to me naamini ni faida kubwa, na tunasubiria kuona sasa matunda yake. Je, ataenda kufanya nini? Ataenda kuongeza nini? Na je, wachezaji waliopo wataenda kuongeza nini? Na anaanza kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, anaanzia Mapinduzi. Kwa hiyo tutaanza kumwona kwenye Kombe la Mapinduzi, akitoka hapa ligi inarejea, lakini pia michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ni faida. Sasa pia hata michuano ya kimataifa inaenda kuanza pale mwezi wa Januari, kwa maana mwaka 2026 kuanzia tarehe 23 tunafahamu mnyama atasafiri kupata Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo kama wamempata kocha huyo mapema, ina maana ni faida zaidi kwao, kwa sababu anaenda kwenye michuano ya kimataifa na yeye ni mzoefu wa hii michuano, ameshafanya makubwa na Stellenbosch, tunafahamu hilo. Kwa hiyo anaenda kuanza na Esperance Sportive de Tunis, atoka hapo anafuata Petro de Luanda, lakini kwanza atacheza tena na Esperance katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ninaamini Simba anaweza kwenda robo finali kama huyu kocha
atakuja na wachezaji wataenda kuonyesha kile alichonacho, kwa sababu ni kocha mwenye experience na exposure hali ya juu sana. Mwamba kabisa, kocha wa maana Steven Becker. Mwamba huyu ambaye hakika wengi wanamkumbuka sana akiwa na Stellenbosch tangu 2017, lakini amewapa heshima kubwa sana Stellenbosch ya pale bondeni kwa Madiba South Africa, kwa sababu msimu jana aliwafikisha katika hatua ya nusu finali kama unakumbuka, dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi ilikuwa ngumu sana pale katika uwanja wa New Amani Zanzibar, bao la Jean Charles Ahoua, ambapo anaenda pia katika uwanja wa Moses Mabhida pale bondeni kwa Madiba pale Durban South Africa. Ile ngoma ikaisha suluhu ya bila. Steven Becker, moja ya makocha wenye rekodi kubwa sana. Kwa nini Simba wamekimbia na wakaenda kumchukua Steven Becker? Ni kwa sababu wametazama falsafa yake. Ni kocha namna gani? Kocha ambaye anapenda kuweka mpira chini alafu pasi nyingi sana, lakini pia anapenda kutumia mawinga na akicheza ile high pressing, tight marking, hakuna kuachia mali, mpira wa kasi sana, na mara zote amekuwa na faida hiyo kwa sababu wachezaji anaopenda kuwatumia ni vijana. Na ukiangalia Simba amemchukua kwa sababu wana vijana wengi sana. Ukiangalia mchezaji ambaye ana umri mkubwa Simba ana umri wa miaka 26, 27, hapo ndio mchezaji mwenye umri mkubwa, lakini wengine wote ni vijana wadogo. Kwa hiyo Steven Becker anaenda pale kuhakikisha anaenda kuwakuza vijana na vile vipaji vyao kwenda kuviibua zaidi na kwenda kufanya vizuri. Ukitazama kuna baadhi ya nyota kama Kedalanda Kichasamba mpotea, lakini pale juu ukiangalia kuna mchezaji kama Morris Abraham kwenye bora mkubwa, kuna Jean Charles Ahoua, hao wote wana uwezo mkubwa sana. Lakini faida nyingine ni kwamba Simba wana wachezaji kama Rushin Dirok, Neo Maema, hao wote wanatokea South Africa bondeni kwa Madiba. Kwa hiyo kwangu naamini walichokifanya ni kuhakikisha wanaleta ile heshima ya lunyasi, kwa maana kwamba tunapiga ule mpira ambao ni mkubwa, ambao wa pasi nyingi, pasi za chini, lakini rekodi alizonazo pia akawa mazuri sana, kwa sababu kitu alichokifanya ni kwamba kuifanya Stellenbosch kuwa strong, moja ya timu ambayo inakuwa tishio sana, timu ambayo imesumbua sana pale Afrika Kusini katika misimu yote ambayo amekuwa pale, na hata msimu huu ukiangalia wao katika kombe la shirikisho tumewashuhudia wamecheza dhidi ya Singida Black Stars pale katika uwanja wa New Amani pale Zanzibar, walitoka sare ya 1-1, lakini angalia aina ya wachezaji alionao msimu huu. Kilichomfelisha pengine mpaka sasa ni namna ambavyo wameuza wachezaji wengi sana, wameuza wachezaji wengi maeneo mbalimbali. Kwa hiyo anafika Simba ambayo ina wachezaji bora, ina wachezaji vijana, ina wachezaji ambao wanahitaji, kina Elie Mpanzu, kina Jonathan Soa, kina Steven Desemukwala, kina Joshua Mutale, kina Morris Abraham, unaona bana, kina Neo Maema. Hao wote wana uwezo mkubwa sana kuchezea mpira. So my point ni nini? Simba amepata bonge moja la kocha, anaenda kwenye falsafa yao, na naamini ya kwamba anaenda kuwafikisha sehemu ambako wanahitaji kutokana na ubora wa wachezaji walionao, lakini pia yeye pia umri wake unambeba kwa sababu ni kocha ambaye tayari ameshapigwa mishale mingi. Ni kocha ambaye ana umri mkubwa ambao unaweza ukaendana na kasi ya Simba alionayo kwa sasa. Kwa hiyo anakuja na bichi lake la ufundi, na Simba anachopaswa kufanya sasa hivi ni kuhakikisha kwanza wanampa muda, lakini pia wanampa support ya kutosha, wanampa nguvu, wanamuongezea nishati, kwa maana wasimuingilie majukumu. Na taarifa nilizonazo Matola hata kuwa sehemu yake, kwa maana yeye anakuja na benchi lake lote na anaachiwa uhuru wa kuweza kuonyesha kile alichokuwa nacho. So kwangu nawapongeza sana Simba kwa hiki ambacho wamekifanya. Mpira wa South Africa kama ambavyo Fadu Davids alifanya, naamini hata Steven Becker anaenda kukopi, anaenda kufanya hicho ambacho anaenda kukifanya, kwa sababu ni moja ya watu wa muhimu kweli, na amefanya makubwa sana akiwa pale Stellenbosch. Hicho ndicho ambacho mimi naamini, na hicho ndicho ambacho naamini Simba kinaweza kwenda kuwa cha mafanikio kweli. Kwa hiyo kumpata kocha kama huyu to me naamini ni faida kubwa, na tunasubiria kuona sasa matunda yake. Je, ataenda kufanya nini? Ataenda kuongeza nini? Na je, wachezaji waliopo wataenda kuongeza nini? Na anaanza kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi, anaanzia Mapinduzi. Kwa hiyo tutaanza kuona kwenye Kombe la Mapinduzi, akitoka hapa ligi inarejea, lakini pia michuano ya kimataifa. Kwa hiyo ni faida. Sasa pia hata michuano ya kimataifa inaenda kuanza pale mwezi wa Januari, kwa maana mwaka 2026 kuanzia tarehe 23 nafahamu mnyama atasafiri kupata Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo kama wamempata kocha huyo mapema, ina maana ni faida zaidi kwao, kwa sababu anaenda kwenye michuano ya kimataifa na yeye ni mzoefu wa hii michuano, ameshafanya makubwa na Stellenbosch, tunafahamu hilo. Kwa hiyo anaenda kuanza na Esperance Sportive de Tunis. Kutoka hapo anawafuata Petro de Luanda, lakini kwanza atacheza tena na Esperance katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ninaamini Simba anaweza kwenda robo finali kama huyu kocha atakuja na wachezaji wataenda kuonyesha kile alichonacho, kwa sababu ni kocha mwenye experience na exposure hali ya juu sana.